Yes, Mainman Rio. Sasa ripoti hii inasoma ya kwamba kufikia January September mwaka uliopita 2025, from January to September, ripoti hii ndani ya kaunti ya Kilifi imeonyesha kwamba kumekuwa na kesi 420 za ulawiti. Kwa Kiingereza wanasema defilement pale. Vile vile pia kesi 52 za ubakaji, 34 zikiwa za ndani ya familia, incest. Ya kwamba kuna watu kwa familia moja wanaoshughulika katika masuala kama hayo. Now, kesi 355 za mimba za utotoni, vile vile pia kesi 14 za ulawiti wa kiume ama ukipenda sodomy. Hizi ni baadhi ya kesi ambazo zimeripotiwa pale, lakini tukiingia ndani sana, kupitia ofisi ya watoto pale imeonyesha kwamba kuna kesi 153 za ulawiti kwa watoto, kesi 77 za mimba za utotoni, kesi 44 za ndoa za utotoni, na vile vile pia kesi 14 za sodomy, kuonyesha kwamba hii ni 80% ya kesi ya watoto kwa watoto chini ya miaka 14 hadi miaka 15. Tukiangalia katika ripoti nyingine ambayo kidogo imenigusa roho, na inasema kwamba ripoti ambazo zimeripotiwa za ulawiti, kesi 321 za ulawiti ndani ya ndoa, na vile vile pia kesi 89 za ndoa za utotoni. Na nikakuwa naangalia ni sababu gani kuu ambayo inaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la hizi idadi, na ikakuwa inasema kwamba jambo la kwanza ambalo limeonyesha sababu ya swala hili ni umaskini na uzembe wa wazazi. La pili, kesi zingine haziripotiwi. Zaidi ya kesi 80% zinasuluhishwa pale kijijini. Na kwamba mtoto amelawitiwa pale, au mnaitwa mnakaa chini na kesi haiendi mahakamani pale. Vile vile pia katika mahakama leo tumeangalia kwamba kuna kesi nyingi ambazo ziko mahakamani pending, ziko pale hazijapata mwelekeo wowote. Zaidi ya kesi 44% bado ziko pale hazijapokea clearance yote pale. Kuna msongamano wa kesi mahakamani. So unapata mwisho wa siku pale impact ipo, lakini labda watu wa Kilifi labda hawajaona ile idadi ambayo leo tunahesabu idadi ya mtoto mwingine pale. Swali ni kesho kutwa, wiki ijayo tutahesabu mtoto wa nani katika hizi takwimu.